Karibu ndugu mpendwa katika channel yako pendwa ya JP Media, tuweze kufahamu ishara na maana ya kuota ndoto unatafuta kisu, ama umekuwa ukijaribu kuangalia kisu katika mazingira ya namna fulani, pengine hukipati, ama pengine umetumia muda mrefu sana kuweza kukipata, kwa hiyo unakuwa unakitafuta huku na kule. Hii huwa ni ishara ya kwamba watu ambao ni wa karibu yako wanaweza wakapitia mazingira tofauti ya changamoto za hapa na pale. Yani inamaanisha pengine wakawa na vipindi fulani, hata kama haionekani ama wakuonyesha ama wakushirikishi, lakini ukaweza tu kuona kwamba kuna changamoto fulani ambazo pengine wanapitia katika mfumo wa maisha yao, ama kuna vitu ambavyo vinawasibu katika mfumo wa maisha yao ambavyo vinaashiria changamoto. Kwa hiyo hii inaashiria ni kwa wale watu ambao wanakuzunguka, ama wale watu ambao ni wa karibu yako wanaweza kupitia vipindi ambavyo kidogo vinaweza visiwe ni salama kwao. Kwa hiyo wewe umepewa njozi hii, ama umepewa taarifa hii, ni kwamba wewe ya kupaswa uweze kuwa mstari wa mbele kuweza kuwaombea, lakini pia ya kupaswa kuweza kuwa ni mtu ambaye utatamka mema dhidi yao, ili vipindi hivyo basi waweze kuvuka salama, lakini pia yale mambo ambayo pengine yanawasibu katika mfumo wa maisha yao basi yaweze kuisha, ili wapate utuli kama jinsi ambavyo wewe maisha yako mengine yanaendelea. Lakini pia uambatana na ishara ya kwamba unatakiwa, ama tunasema una jukumu la kuhakikisha unaitengeneza nafsi yako, lakini pia unaituliza nafsi yako. Kwa hiyo ni jukumu lako, ili kama kuna mambo ambayo pengine unapitia ambayo yanaifanya nafsi yako kuweza kuchafukwa, ama kupitia machungu fulani, ama nyakati fulani ambazo zinakuwa ni ngumu, ama vitu fulani ambavyo kimsingi vinakuharibia ama vinatengeneza hali kama ya majuto katika mfumo wa maisha yako, tambua kwamba mwenye jukumu la kuweza kurekebisha, kutengeneza, kujituliza ni wewe mwenyewe, kuhakikisha nafsi yako inakuwa katika hali ya mstari, kwa sababu isipokuwa katika hali ya mstari ni kitu ambacho pengine kinaweza kikakusababishia wewe kuweza kupoteza hamasa ya kufanya mambo mengine ya msingi, ama kikakufanya ukajisikia vibaya sana. Kwa hiyo ni wakati ambao inatakiwa uweze kujitengeneza wewe mwenyewe, jitulize wewe mwenyewe, lakini pia hakikisha nafsi yako inakuwa katika hali ya usafi zaidi. Lakini pia hii inaashiria kwamba una jukumu kubwa la kuweza kuwasaidia wengine kuweza kuondokana na hali ambazo pengine zinakuwa ni za hofu, wasiwasi, lakini pia kama wanahitaji msamaha, basi inabidi uweze kuwasamehe pale ambapo msamaha utahitajika. Kwa hiyo ni wakati ambao inatakiwa usiwe ni mtu wa kushikilia mambo, samehe, achilia, mambo yapite, mambo yaishe. Lakini pia una jukumu kubwa la kuhakikisha hawa watu wanaondokana na uoga ama hofu walionayo. Pengine unaweza kuwa una taarifa dhidi ya kile kitu ambacho wamekuwa kikipitia ama wamekuwa kikiona. Ni vizuri kuweza kuwataarifu, ili wao pia waweze kuwa na amani ile ya moyo, ama tunasema akili zao zitambue kwamba jambo hili linatokea labda kwa sababu ya mazingira 1 2 3. Pengine hao watu ni wageni, lakini pia unaweza ukawa ni mtu wa kuombea, kuwatakia mema katika maisha yao, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kikawaondolea mengi sana. Ukisimama mstari wa mbele kuweza kuhakikisha unamshirikisha Mungu katika mazingira namna hiyo, kwa ajili yako, lakini pia kwa ajili ya watu wengine ambao wanakuzunguka. Hichi ni kitu ambacho kitakuweka wewe pazuri zaidi, lakini pia kitawasaidia na wengine kuweza kuepukana na mashambulizi ambayo yanakuwa ni ya kishetani ama ya kipepo. Lakini pia ni muhimu kuweza kukumbuka ya kwamba ishara hii ya kuota ndoto ya kisu ndani yake ni kwamba inaweza ikaambatana na kuto kuwepo kwa makubaliano mazuri kati yako na watu ambao wanaweza wakawa ni wa karibu yako, ama watu ambao pengine wana ujirani pamoja na wewe. Kwa hiyo hawa watu wa karibu wanaweza wakawa ni ndugu, marafiki, ama watu ambao pengine mnajuana kiundani zaidi. Kwa hiyo pia hii inaweza ikawa inaashiria kutokuwepo kwa makubaliano mazuri kati yenu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza katika mfumo wa maisha yako, ama ukapitia hali hii kwa muda fulani, ama ikaweza kujitokeza kwa muda fulani. Lakini pia inaweza ikaambatana na ishara ya kujitengeneza kwa baadhi ya mambo katika mfumo wa maisha yako, ama kuna vitu ambavyo vinaweza vikaenda kukaa sawa, ama vikajirejea tena, ama vikasimama tena. Kwa hiyo mazingira yote haya huwa yanaambatana kwa pamoja, lakini pia ni vitu ambavyo
huwa vinaenda sambamba. Kwa hiyo ukiona mazingira ya njozi kama hii, inabidi uweze kutambua kwamba haya mambo yanaweza yakajitokeza. Lakini pia huu ni wakati ambao unaweza ukawa ni mzuri zaidi kuweza kuchunguza ama kufikiria kuhusiana na hisia ambazo unazo kuhusiana na maisha yako. Pengine kama una hisia mbaya, basi ni wakati wa kuhakikisha unazipunguza. Lakini pia kama ni mtu ambaye una hisia nzuri za kimaendeleo, za kimafanikio, basi ni wakati wa kuhakikisha kwamba unapambania hizo hisia zisibaki kuwa kama hisia, viwe ni vitu ambavyo vitatokea kweli ama tunasema vitafanya kazi. Lakini pia inabidi uweze kufahamu pindi ambapo utaweka mikakati ya kuweza kubadilisha mfumo wa maisha yako, ama tunasema kubadilisha mtindo wa maisha ambao utakuwa unaishi labda ni mpya, basi inabidi uweze kutafakari kwa kina. Lakini pia ni vizuri uweze kujua, je, ni misuguano ipi ambayo inaweza ikajitokeza, ama ni mambo yapi ambayo yanaweza kujitokeza baada ya kufanya maamuzi fulani, ama baada ya kuanzisha vitu fulani katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukaviweka vikaja vikaribu, ama vingine vikatengeneza. Kwa hiyo inategemea na jinsi ambavyo wewe utakuwa na ujuzi ama elimu kuhusiana na mazingira hayo ya kuweka mabadiliko katika mfumo wa maisha yako. Lakini pia unakumbushwa kutokuogopa mabadiliko, lakini kwa sababu mabadiliko hayo ambayo yanakuja kwako ni kwamba umekuwa na hofu nayo kubwa, lakini inatakiwa usize kuwa na hofu na mabadiliko ambayo yanaweza yakajitokeza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo inatakiwa uweze kuwa navyo makini, kwa sababu una hisia fulani za kuwa na uoga ama kuwa na vitisho, ama unajisi ya kwamba kile kitu ambacho unakifanya ni kama vile hakipewi thamani ya kutosha, ama tunasema hakizingatiwi sana kama jinsi ambavyo pengine ulitegemea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatakiwa usiweze kuogopa, kwa sababu haya mambo huwa yanaweza yakaendana, ama tunasema yanaweza yakafuatana kulingana na jinsi ambavyo wewe mwenyewe unahisi, ama jinsi ambavyo wewe mwenyewe unatafakari kuhusiana na hayo mazingira. Kwa hiyo inatakiwa uweze kuwa makini katika hayo, ili kuweza kuepusha baadhi ya mambo ambayo kidogo yanaweza kawa ni changamoto kwa upande wako. Lakini pia inabidi uweze kuangalia vizuri, lakini pia kuchunguza vizuri kuhusiana na vitu ambavyo pengine umekuwa ukifanya mara kwa mara, lakini pia matendo yako, lakini pia kwa baadhi ya vitu ambavyo pengine ulikuwa unahitaji kuweza kuvifanyia kazi katika mahusiano, ama tunasema kuweza kuviboresha katika mahusiano. Inabidi uweze kuvichunguza kwa kina na uwe navyo makini, kwa sababu muda mwingine unaweza kufanya kitu ukazani sahihi, lakini kiuhalisia hicho kitu kumbe unakuta kinaweza kuharibu baadhi ya mambo ambayo yapo katika mfumo wa maisha yako. Kwa hiyo mazingira ya njozi nyingi yanategemeana na jinsi ambavyo mazingira yatakavyokuwepo, ama tunasema tafsiri tunaweza tukakupa kulingana na mazingira jinsi ambavyo yapo. Lakini pia tunaweza tukakwambia ya kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kutokea, ama kuna kitu ambacho kipo, na hii ni kulingana na jinsi ambavyo njozi yako itakuwa imewakilisha jambo, ama jinsi ambavyo itakuwa inaonekana. Kwa hiyo kuna mazingira tofauti, lakini pia kulingana pia na ndoto tofauti ambayo utakuwa umeota kuhusiana na mazingira ya kisu, hiyo inaweza ikaashiria kuwepo kwa jambo fulani. Kwa hiyo mara nyingi ishara huwa hazifanani, wala tafsiri huwa hazifanani, ni kulingana tu na utofauti wa ndoto ambayo utakuwa umeiota. Ni muhimu sana kila ifikapo asubuhi ukawa na utaratibu wa kuweza kuombea siku yako ambayo inakuwa umeiamkia, kwa sababu pengine jana yake ndoto uliyoiota ikawa ina majibu ama ina matokeo katika hiyo siku. Kwa hiyo ili kuweza kuepusha baadhi ya mambo ambayo pengine inaweza ikawa ni mabaya, ama vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vihunzi ambavyo vimewekwa katika mazingira yale ya kiroho kutokana na ndoto hiyo, basi ni muhimu ukaweza kuiombea hiyo siku. Lakini pia licha hivyo, ukiamka tu wewe omba maombi ambayo kiujumla utamshukuru Mungu kwa kukuweka hai tena, lakini pia utakemea ama tunasema utaomba ama kuswali kwa ajili ya kuharibu yale mambo ambayo yanaweza yakawa ni matokeo mabaya yaliyotokana ama yaliyoambatana na ile ndoto ambayo umeiota usiku. Hichi ni kitu ambacho kinaweza kikahakikisha usalama wako wa siku nzima, lakini pia ni vyema ukaibariki siku kabla hujaanza majukumu. Chukua angalau hata dakika 10 au dakika 5, mshukuru Mungu, ongea na Mungu kwa ajili ya kuweza kuepusha mazingira ambayo yanaweza kawa yana uovu ndani yake yaliyotokana, ama sababu yake kubwa ni ndoto ambayo umeweza kuiota jana ama usiku ambao umetoka kuweza kuamka. Lakini pia ni muhimu kuweza kuwa makini kama ndoto inakuwa ni ya kurudia mara kwa mara, ama zinakuwa ni endelevu, zinakuwa kama vile zinaunganishana matukio, basi ni muhimu kuweza kuwa nazo makini sana. Ni vizuri kuweza kufuatilia zitakuwa zinamaanisha nini, lakini pia zitakuwa zinaashiria nini katika maisha yako ya uhalisia,
ila ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unajaribu kupata tahadhari, ama tunasema unachukua tahadhari mapema, kwa sababu ndoto za kujirudia rudia huwa zinaashiria kuna jambo ambalo pengine lipo linaendelea katika mfumo wa maisha yako, hujaweza kulibaini ama hujaweza kuligundua, pengine umekuwa ukilifanya kila wakati, ama pengine ni mazingira fulani ya kiroho yamekuwa yakiendelea kukufuatilia kila mara kila wakati, ndio maana hizo ndoto zinakuwa za kujirudia rudia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuwa makini na mazingira kama haya, kwa sababu mazingira kama haya yanahatarisha sana maisha ya watu wengi, lakini pia yanaweza kukuweka hatarini hata wewe, kwa sababu ni mtu ambaye pengine hupendi kufuatilia mazingira yako ya ndoto ambazo zinakuwa za kujirudia rudia. Pengine unakuwa umefungwa sehemu, ama kuna sehemu ambayo haujawekwa huru katika mazingira yale ya kiroho, ndio maana ndoto ya namna hiyo kila mara unakuwa unaona mazingira yale yale, kila mara unakuwa unaona ndoto ikijirudia ile ile. Hapo tambua kwamba kuna mazingira ambayo umekamatwa ama umeshikiliwa, ama kila wakati umekuwa ukitumika katika hayo mazingira namna fulani. Hiyo ni muhimu kuweza kufuatilia na uweze kugundua. Pia ni muhimu kuweza kuvunja zile roho za mafatilizi, ama tunasema kukemea zile roho za mafatilizi swali, kwa ajili ya kuweza kufukuza mazingira yote yale mabaya ambayo pengine yametokana na adui kwa kupandikiza kupitia njia ya njozi, ili uendelee kubaki salama, ili uwe salama, lakini pia maisha yako mengine yaweze kuendelea kama kawaida. Lazima uwe ni mtu pia wa kuweza kumwomba sana Mungu, kumshirikisha Mungu katika maisha yako, kwa sababu yapo mambo mengine tunaingia katika mitego, tunaingia katika vitu ambavyo hatuwezi kufahamu tumeingia vipi, na hii ni kwa sababu tu tulipuuzia zile ndoto ambazo tuliweza kuziota toka hapo nyuma. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuwa makini katika hili, lakini pia ni muhimu kuwa mtu mfuatiliaji wa ndoto mbalimbali ambazo unakuwa ukiziota, kwa sababu kuna maana kubwa sana na kuna mantiki ipo katika mazingira namna hiyo. Ndio maana mara kwa mara umekuwa ukiota mazingira ya namna hiyo, ama umekuwa ukiona mazingira ya namna hiyo. Kuna wengine hata wanatumiwa shirikina ama kiroho kuweza kufanya mambo fulani, lakini wao wanakuwa hawajitambui. Kumbe katika ndoto anakuwa akiona hivyo vitu, lakini hawezi kujua ya kwamba ndivyo ilivyo ama ndivyo uhalisia ulivyo. Kwa ni muhimu kuweza kufuatilia hayo mazingira. Lakini pia kuna zile ndoto ambazo pengine ukaamka umeshtuka sana na ukajikuta pengine kama kwenye njozi ulikuwa unalia kweli, ukaamka ukakuta una machozi, ama ukakuta kweli unamalizia kulia, au zile ambazo zikakufanya ukasikia kuna mabadiliko katika mwili wako na uliota katika njozi, lakini ukaja kuamka ukakuta kuna mabadiliko katika mwili wako. Pengine umekutana na chali na uliota kweli kuna mtu anakuchanja chali, ama ukakutana labda na kidonda na uliota huko kwenye ndoto ya kwamba kuna mazingira fulani ulikuwa unaumizwa. Yani kiujumla zile ndoto ambazo zinakuwa na matokeo halisia kabisa kulingana na jinsi ambavyo umeota, ni muhimu pia nazo kuweza kuwa nazo makini. Hizi ndoto zinakuwa sio za kawaida, zinakuwa na ujumbe fulani ambao ya kupaswa uweze kuwa makini zaidi, ama tunasema ya kupaswa uweze kusimama wewe mwenyewe kuweza kutetea mazingira yako binafsi, kwa sababu pengine adui ameshaweza kuingiza mitego yake, ama mitego yake imekwisha fanikiwa kukunasa. Ndio maana unajikuta katika mazingira ya namna hiyo, ama tunasema ndio maana unaona matokeo ya zile ndoto yakikusumbua pindi ambapo unakuwa umetoka pengine kuamka, ama pindi ambapo unakuwa ukiendeleza mfumo wako wa maisha. Kwa hiyo ya kupaswa uweze kufuatilia maana ya ndoto zako nyingi ambazo unakuwa ukiota. Inaweza isiwe ni katika channel hii, ama inaweza ikawa sio sisi, ukawa unatufuatilia hata katika mazingira mengine. Tafuta hata mtumishi mwingine, ama tafuta hata mtu mwingine ambaye ana elimu pia ya tafsiri na mazingira haya ya ndoto, aweze kukusaidia ama kukuelezea uhalisia wa mambo jinsi ulivyo. Kuna wakati mwingine mtu unaweza ukaishi maisha ambayo sio ya kwako kabisa, ukawa unapitia changamoto za hapa na pale, kumbe sababu na chanzo ilikuwa ni ndoto ambayo ulioteshwa katika mazingira ya namna fulani. Kwa hiyo yote haya ya kupaswa kuweza kuwa makini nayo, kwa sababu adui yuko kazini muda wote. Muda mwingi shetani anatuwinda kwa ajili ya kuweza kutuharibia vile vitu vizuri ambavyo tumevibeba katika maisha yetu, ama vile vitu vizuri ambavyo vipo katika maisha yetu kiuhalisia na tunaviishi. Lakini pia kuna zile ndoto ambazo zinakuwa ndani yake zimebeba picha za watu ama mazingira. Unaona watu pengine unaowafahamu ama watu usiowafahamu wakifanya mambo tofauti na vitu kama hivyo. Hizi pia ni ndoto ambazo inatakiwa uweze kuwa nazo makini sana na uweze kufuatilia, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akatumika kuweza kukudhuru. Anaweza akawa ni wa karibu yako, akaandaliwa kuweza kuja kukudhuru, lakini wewe kwa bahati iliyo njema ukaweza kuonyeshwa mapema katika mazingira yale ya njozi, ama licha hivyo huyu mtu akatumika kama sababu fulani ya wewe kuweza kukwama
kukwama katika kitu ambacho unakifanya, ama akawa ni mharibifu wa kile unachokifanya. Kwa hiyo kwenye mazingira yale ya njozi unaweza ukaonyeshwa kwenye mazingira ya namna fulani ya kwamba huyo mtu pengine ameshiriki katika uovu fulani, ama kuna mazingira fulani huyo mtu ambaye pengine unamfahamu ama usimfahamu kaja kukufanyia kitu cha aina fulani. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuwa makini katika mazingira hayo, kwa sababu shetani pia huwa akiona ameshindwa kuweza kufanya kazi, yeye mwenyewe anaweza akatafuta hata mbinu mbadala ya watu wa karibu ambao wanakuzunguka kuweza kuwatumia wao kuharibu kile kitu ambacho kiko ndani yako. Na shetani anachokifanya ni kwamba anaweza akapandikiza hata roho ya wivu dhidi ya wale watu ambao pengine unawaamini, nia na lengo tu ni kukushusha ama kukuharibia kile kitu ambacho unacho. Kwa hiyo kuwa ni mtu ambaye utapenda kufanya sala kila iitwapo leo, kila iitwapo asubuhi, kwa ajili ya kuibariki siku yako nzima, lakini pia kwa ajili ya kubariki kazi zako za mikono yako, ili ziweze kuleta matunda ama ziweze kufanikisha dhamira na malengo ambayo unayo katika maisha yajayo. Na kwa sababu ndoto ni moja kati ya utabiri, ama tunasema ni utabiri ambao umebeba maisha yako kwa muda mfupi, hivyo ni muhimu kuweza kujua, je, ni nini ambacho kitakuwa kinaendelea katika maisha yangu ya kiroho na maisha yangu halisia ambayo ninakuwa nikiyaishi. Ukiweza kuwa makini katika mazingira haya, basi hakika kwa asilimia kubwa utakuwa ukipona na kuvuka viunzi vingi, na hata wakati mwingine adui anaweza asikufuatilie sana, kwa sababu anakuwa anajua kwamba pengine unaweza ukaja kubaini ni nini ambacho kinaendelea katika maisha yako, na ukafanya jitihada ya kuweza kuharibu mipango na mikakati yake, na hata wakati mwingine ukamharibia adui husika katika yale ambayo alikuwa anayafanya. Nikushukuru sana, niseme asante sana. Binya subscribe button, share, like, comment. Tutaendelea kukuletea tafsiri kadri jinsi ambavyo siku zinavyozidi kwenda, utakuwa ukipata tafsiri mpya, hivyo mshirikishe na mwenzio pindi ambapo utapata tafsiri tofauti tofauti. Niseme asante kwa muda wako na kufuatilia tafsiri hii. Tukutane katika tafsiri nyingine, na bye bye.